Na huna haja ya kujiuliza sana, bali unapotazama kwenye bega la mkono wa kushoto ni Usinga. Huyo ni kapteni wa mashabiki wote, Kapteni Kizinga. Tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza naye kama tulivyoona 5-5 jana zimesimama sana. Captain, yes, nakupa 5. Nipe 5. 5. Jana watano wameshinda 5 na nyinyi mmeshinda 5. Hii inaleta picha halisi ya kwamba mechi ya mwisho ndio itakwenda kutoa hatima nani bingwa wa msimu huu. Ya, kweli jana timu nyingi zimepata ushindi wa magoli mengi. Lakini timu ambayo imepata ushindi wenye raha, furaha, burudani na kibabe zaidi ni Dar es Salaam Africans. Wote mtakuwa mashahidi kwamba mchezo miongoni mwa michezo migumu ulikuwa ni ule pale wa jana, lakini Tanzania Prisons anakutana na Yanga ambayo ina quality players, anakutana na Yanga ambayo ina wachezaji wengi wazuri ambao wana uwezo wa kufanya kitu kibaya. Umeelewa bana? Tanzania Prisons walikuwa wanataka kujikwamua kwenye mtego wa playoff. Wengi mnajua. Kwa hiyo ilikuwa lazima mapambano yawe makubwa. Kwa hiyo jana walitupa changamoto, lakini tumpongeze mwalimu wetu wala baada ya kuona kuna namna ambavyo wanazuia, wanakabia chini sana, akaamua kufanya kama mnakumbuka alimuita Mudathiri Yahya Abbas kama kiungo wakati, akajaribu kumueleza mipango na nini. Unaweza ukaona Mudathiri Yahya sasa alibadilisha gia. Akawa anakaa na mpira sana muda mwingi ana drive. Unaona ile kukaa sana na mpira ina maana ni sawa na wewe unapokuwa unakimbiza mpira hivi na kuzunguka nao, wengi watakufuata. Wanapokuwa wamekufuata wengi, tayari pale kuna nafasi zinakuwa zimebaki. Yaani unapowaona unawavuta unakuja wengi, wewe unagusa moja, achia twende kwao, mtu anayemwaga kule watu wanaweka. Na ndio mfumo ulibadilika kwa staili hiyo. Kwa hiyo unaweza ukaona mwalimu alibadilisha gia angani baada ya kuona dakika ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka dakika 20 ngapi huko. Wakawa bado wanaendelea kusumbua mahakama kabla kuja kupata lile goli la Mudathiri Yahya. Watani wenu nao wamesimamisha mnara wa 5G. Ni salamu kuelekea katika mchezo unaofuatia dhidi ya wana Super Kurkumbi Kagera Sugar, kwa maana ya kwamba watakuja kutamatisha msimu huu dhidi yenu tarehe 25. Hawakuwa na mechi nzuri kutokana na hawana ubora. Ulimsikiliza vizuri mchezaji wa timu ya Kengodi Oblechirwa alisema ya kwamba wakicheza hivi kuelekea kwenye mechi dhidi ya Young Africans watakufa goli nyingi kwa kuwa wamecheza vibaya. Oblechirwa mchezaji wa zamani ana utaalamu mkubwa na ujuzi mwingi kuliko hata sisi. Yeye anakuambia Simba wamecheza vibaya, na kwa mchezo ule aliouona wamecheza wao watakwenda kufa kifo kibaya sana tarehe 25. Bwana, mashabiki wa Simba wengi ukiwasikiliza wanakuambia hawako tayari kushiriki mchezo ambao umepelekwa tarehe 25 bila sababu yoyote. Na kwa nini sio tarehe 15? Wanasema hawatakwenda uwanjani lakini timu itapelekwa. Na wewe unaungana nao? Tunaungana sababu ushakuwa mambo ujanja. Wewe ulioni bwana Kizinga? Mheshimiwa kasema tarehe 8 tumeahirisha. Nani kasema? Tarehe 8 tumeahirisha. Tarehe 8 tumeahirisha. Sawa. Tarehe 15 tumeahirisha. Tunapiga tarehe 25. Kuna nini hapa? Sawa. Sasa kunapotokea ugomvi ndani ya nyumba wanapigana, hususan ni ugomvi wa mapacha, unakuwa mgumu sana. Aliitwa kaka yetu bwana, nenda kasawazisha ile jambo, akachemka. Akaja mheshimiwa fulani naye akasema pale, akachemka. Unatuachia mafumbo Kizinga. Sasa kaka yetu nani na mheshimiwa ni nani? Kaka yetu Kabudi. Kabudi na naibu wake wakachemka. Sasa limekwenda linaleta picha ambayo sio mzuri. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ni mama huyo. Na mama mara nyingi ndio anakuwa na huruma sana na watoto. Baba wewe upo huko umeenda kutafuta, mama huko ndio mwenye huruma yake. Mama anawaita vijana, wewe Doto njoo, Kulwa njoo, kaeni hapa. Shida nini? Siasa za serikali. Hapana, hakuna usiasa hapo. Hakuna usiasa. Huu ugomvi unafikiri nani ambaye angeumaliza ikiwa waziri ameshindwa? Umeelewa? Na nikapata taarifa za ndani kwamba kuna waziri mwingine tena alipiga simu kwa kwamba wakamalize mgogoro, lakini naye kachemka. Si umeelewa? Sasa kama naye kachemka, kinachofuata na kwa nini? Mheshimiwa Rais lazima alimalize jambo. Si umeelewa? Kwa lazima tukubali. Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana. Na yote ni kwa sababu ya nini? Kwamba hii ni familia moja. Hawa ni watoto wake. Huu mgogoro kwa nini hivi? Kaeni chini hapa, endeni mkalimalize jambo. Na kweli imepangwa, ndio maana unaona viongozi wanataka mechi lakini mashabiki ndio hawaitaki. Na kwa nini hawaitaki? Kwa sababu imepangwa tarehe nyingine, wao wanataka majibu. Imepangwa kwa sababu gani? Sasa na sisi tunaweza tukawaambia nendeni Chamwino Ikulu mkamuulize mama. Mama yeye amewaita watu mgogoro uishe na hataki kuona tena. Na katika haya wale ambao waliahirisha ile mechi
Sisi ujue watu wengi hawajui. Sisi bana hatuna ugomvi na Simba. Na hatuna jambo na Simba. Tuna ugomvi na nani? Sisi tulikuwa tuna ugomvi na bodi ya ligi. Wale ambao waliahirisha ule mchezo. Bana ule mchezo waliahirisha nani? Bodi ya ligi. Bodi ya ligi. Sasa hao bodi ya ligi ndio sisi Yanga tulikuwa tunawakomalia kwa sababu gani? Sisi ndio tulikuwa wenyeji. Mchezo ni wa kwetu. Tungeamua kuweka hata vingilio bure. Lakini tumechukua hela za watu wao unaahirisha. Sababu nini? Umeelewa? Kwa hiyo sisi na wao vita tukashinda sisi ya kuokoa mpira. Sisi tumeshinda vita na wale wameondoka. Sasa wale ambao wameondoka, umechaguliwa uongozi mwingine, bodi itakuwepo nyingine, tunataka mechi inapigwa. Baada ya hapo hatutaki tena fujo. Kizinga, nikiacha kukuuliza swali hili nitakuwa ni kama nimewakosea watu. Mlisema ya kwamba tunataka kutibu mpira wetu, kukomboa mpira wetu. Na kuna engo mlizungumzia kwa maana kwamba engo ya marefari kwa makosa ya kujirudia ambayo yamekuwa yakifanyika. Jana tumeshuhudia goli la offside ambalo alifunga Kratos Chota Chama, assist kutoka kwa Clement Mzize. Wakati Mudathiri anachia pasi ile, Clement Mzize alikuta tayari amekwisha zidi. Ili goli hili unalizungumzia vipi? Ikiwa watu wameweka discussion kubwa katika mitandao ya kijamii. Kwanza kuna vitu viwili lazima uviangalie. Lilikuwa ni goli la ngapi kwanza? Lilikuwa ni goli la ngapi lakini alifunga Chama. Yes. Nataka nikwambie kitu kimoja. Nenda kapitie vizuri. Kabla ya ule mpira kupigwa walikuwa wako vipi? Na hili darasa mara nyingi sana tujifunze kutoka kwenye mechi za Ulaya. Mara nyingi mechi za Ulaya unaweza ukaona tukio kama lile. Lakini kwa sababu wewe umeshakalili kwamba mtu akiwa mbele ndio offside, unashindwa kuangalia mpira, position ya mpira imeanzaje. Sawa? Ukimwangalia Clement Mzize, kabla ile pasi kupigwa walikuwa wako sawa na aliyekuwa nyuma kabisa huko ni beki. Kabla ya Clement Mzize kumzunguka. Umeelewa? Kwa hiyo wakati Mudathiri haya anajiandaa kupiga ile pasi, Clement Mzize anazipita, anazitafuta zile njia. Wakati huo beki naye anarudi ndani. Na maana wewe unafanya makusudi ya kutoka huku unataka uwe offside ambayo uko kwenye position ya mtu kuwekewa kwenye njia. Kwa ile mara nyingi tunasemaga sio offside. Sawa? Kwa sababu wewe beki unafanya uhuni wa kuibia. Kwa yule beki aliingia ndani kidogo wakati Clement anatafuta njia ya kupita kwa kule nyuma. Wewe unataka kurudi huku, ina maana hiyo kwa mwamuzi huwezi kuweka offside kwa sababu wewe umetengeneza makosa mwenyewe beki. Kwa akaiacha, kwa ile katika engo hiyo ile sio offside kwa sababu mazingira ya ile pasi kabla ya kupigwa walikuwa wako sawa. Lakini wewe beki unataka kurudi nyuma, halafu na huyo mtu alikuwa anazunguka hivi ili apite hivi, wewe unataka kukwepa uingie kule na maana ukatae offside. Jana kulikuwa kuna vita nyingine ambayo ilikuwa ikiendelea. Kwa maana ya kwamba watu wakiwania clean sheet na watu wakiwania ufungaji bora. Tumeshuhudia Jean Ahoua akiweka bao la 16 kwenye neti. Wakati huo Musa Pimpin Kamara akilinda clean sheet yake. Kwa upande wa Young Africans, Djigui Diarra akiondoka na clean sheet. Pia wafungaji ambao wanawania ufungaji hawakuweza kuliona lango. Kwa maana kwamba Clement Mzize, PC Mpumelelo Dube. Ni kweli, unajua kwanza kwenye sekta ya ufungaji. Kwanza ukimwangalia Charles Ahoua, yule ni namba 10, si ndio? S10. Ni kiungo mshambuliaji. Unapopata nafasi ya kufunga, unaweza ukafunga. Tunashukuru Mungu kwamba katika hii miaka miwili tumekuwa tunapata wafungaji ambao ni ma-10, manamba 10 yale. Alikuwepo Kiazizi Stefano, Faisal na amekuja Jean Charles Ahoua. Umeelewa? Sawa, inapotokea nafasi wewe kama striker au kama mtu ambaye unapigania nafasi hiyo, ukifunga sio mbaya. Kwa Charles Ahoua alifunga jana. Clement Mzize alipata goli, bahati mbaya mwamuzi akalikataa. Ambapo mpaka leo hatujajua sababu ya kulikataa ile goli nini. Walianzisha haraka Young Africans kabla ya mwamuzi kuruhusu mpira ule uanzishwe. Mpira ulikuwa umetengwa pale, kwa hiyo akapiga tu bila kuruhusiwa. Bila kuruhusiwa. Kwa sababu ile ilikuwa ni foul ujue. Sasa referee ndio anabidi aruhusu mpira upigwe. Okay, anyway, kwa hiyo alifunga goli likawa limekataliwa, sio mbaya. Lakini haukuwa wakati mzuri kwa yeye, anaikuwa bahati yake. Sababu wakati mwingine napo kupata magoli ni bahati. Sababu unaweza ukamuona Jean Charles Ahoua. Kuna wakati alipewa nafasi akiwa anatokea winga ya juu huko. Akadrive na mpira mpaka nje ndani ya 18. Akashindwa, akatengeneza kabisa vizuri. Akashindwa kumpa mtu aliyoko kwenye nafasi, akataka apige kevu ili afunge na akapaisha mpira juu. Kwa hiyo ile nayo ni pressure kutaka kuscore. Captain wa mashabiki, unazungumziaje mbio hizi za kuwania goalkeeper bora, kuwania ufungaji bora msimu huu, pia na kocha bora kwa ujumla, ikiwa ligi inaelekea mwishoni kabisa mwa ukingo? Kwanza kuna kitu watu wanatakiwa wajue. Sawa. Goalkeeper bora hapimwi kwa clean sheet. Japo wengi wanaamini kwamba clean sheet ndio zinazomfanya goalkeeper we bora. Lakini mimi nakataa. Goalkeeper bora hapimwi kwa clean sheet. Sawa.
goalkeeper bora anapimwa kwa msaada wa timu. Umeisaidia nini timu yako? Sawa? Umeisaidia nini? Djigui Diarra screen protector anaisaidia Dar es Salaam Africans kuingia finali ya CRDB Federation. Pengine tukichukua, japo nasikia imesogezwa mbele finali ya CRDB Federation, akichukua ile finali ina maana moja kwa moja amesaidia Yanga kupata kikombe cha kwanza. Akiisaidia tena Yanga kuchukua ligi kuu, ameisaidia Yanga kuchukua kikombe cha pili. Kwa hiyo itakuwa ni dhambi na dhuluma kubwa ukisema wewe umpatie Pinpin Kamara kuwa golikipa bora kwa sababu ana clean sheet 17, mwenzake ana 16. Itakuwa sio sawa. Golikipa bora anapimwa kwa msaada kwenye timu yake. Amesaidia Simba kufika hatua ya finali ya shirikisho. Sio michuano ya ndani hiyo, haihusiani. Sababu michuano ya ndani na nje hiyo ni tofauti kabisa. Kwa hiyo kuisaidia kufika huko, sawa, amesaidia Simba kufika nusu finali, si ndio? Amesaidia Simba kufika finali ya kombe la shirikisho. Kombe la shirikisho na klabu bingwa ipi kubwa? Klabu bingwa. Haya, Diarra amesaidia Yanga kufika hatua ya makundi klabu bingwa, si ndio? Ambako wao hawawezi kufika na wameshindwa kufika, si ndio? Ili ucheze klabu bingwa lazima uwe na ufanye vizuri, na ukufanya vizuri. Kwa hiyo unakuta kwamba Diarra ni bora zaidi katika engo hiyo kwenye kila sekta. Si umenielewa? Yes. Neno lako la mwisho captain kwa mashabiki wote juu ya michezo ambazo zimesalia, kwa maana ya kwamba zidi ya Kagera Sugar na mchezo unaofuatia wa dabi ya Kariakoo mnamo tarehe 25 ya mwezi huu. Kwanza nawaambia wana Yanga wote popote mlipo duniani, wale ambao mnaandaa maandalizi ya mechi, msisikilize kelele mnazozisikia mtaani za kina Mandala. Watu wa Simba wajanja hawa wanakuambia waitaki mechi, kumbe maandalizi yao tulishajua. Wanafanya kimya. Wanakudanganya wewe, tunapeleka vitoto tarehe 23 tunavunja kambi. Sio kweli. Timu yao ile walishakubali kuleta timu. Fanyeni maandalizi yale ya tarehe 8. Maandalizi mliyofanya tarehe 8 ya kuliua jitu yakafanya watu wakimbie. Fanyeni maandalizi hayo. Sawa? Mimi najua kuna watu wachafu wa Yanga. Chafueni kweli. Hakuna cha mtoto, hakuna cha nini, hao watu wanaleta timu kweli. Kina mzee Msume, kina mzee Kipepeo. Wote hao kina mzee Kwalisi wanajua. Wazee waliopewa thamani na Dar es Salaam Africans. Na nikwambie kitu kingine. Tunamuomba Engineer Harris. Baba, tunaomba utoke Marekani njoo huku. Hatuwezi sisi kumkanda Simba tarehe 25 wewe haupo, sio kweli. Achana na hao kina nani huko sijui Club World. Achana na hayo. Njoo mjini hapa tarehe 25 tunakuhitaji uwepo pale. Tunanyanyua ndoo wa kwanza kukabidhiwa ni wewe. Najua ushahitimu masomo huko. Bwana engineer alikuwa anasoma bwana. Sasa watu wazee Mama Ngungu anaenda kusoma wapi? Kuna Mangungu anaenda kusoma. Kuna zimevuja zile voice watu wanatupiana maneno. Waongo. Nani ambaye amevujisha? Watu wa Simba. Nani ambaye amevujisha? Wale waongo. Nani kavujisha zile? Umeona anapita na video anaimba hiyo mechi hatuitambui. Sisi tunajua tumebaki na mechi moja. Waongo. Hao wanaita timu kweli. Wameona Yanga hii waingie kwa staili hiyo ya kuongea uongo. Andaeni kikosi. Andaeni mabomu, hao watu watakuja kweli hawa. Na msipokuja kweli, mkileta hawa watoto tunawashona goli 20. Sasa Yanga hii unaona umeona Pacome Zouzoua? Niliwaambia jamani, Pacome Zouzoua anafanya mazoezi ya binafsi kwa trainer. Hujaona Pacome Zouzoua anafanya mazoezi kwa trainer? Hebu nisikilize bwana, Messi Budu amefanya nini? Umeona ile mpanzo jana? Amefanya nini wakati walikuwa na mechi mbovu? Hoja msikia nani anasema? Kwa hiyo tumuelewe nani? Mchezaji yule pale nimekwambia nani? Obre Chilo anasema kwamba jana walikuwa na mechi mbovu. Kama Obre Chilo na alikuwa uwanjani amesema alikuwa na mechi mbovu. Bernard Morrison mwenyewe kasema mimi nilikuwa nacheza kama kujifurahisha. Kama mazoezi tu. Akagoma kutoka jana. Akagoma kutoka. Hasa kuna nini hapa? Na umecheza na nani? Watu wenyewe walishajifia wale. Ken Gold. Wameingia pale hata kufanya warm up au kufanya. Kizinga weka nukta hapo. Yaani kama ingekuwa Yanga ndo tunakutana nao wale Ken Gold jana na hawajafanya warm up. Kila mchezaji jana angeondoka na mpira. Wawekea akiba. Huyo ni captain Kizinga. Bwana alikuwa anatamba na kusema ya kwamba kama right wangekuwa ndo Young Africans wanakutana na wale Ken Gold, kila mchezaji angeweza kuondoka na mpira wake, kwa maana kwamba hat-trick zingekuwa za kutosha. Sijajua ni kwa nini wameamua kuwashusha kiasi hiki, ila nikwambie tu hii ni Chapesa Media, kituo bora kabisa cha habari na matangazo. Tulikuwa tukiripoti kutokea hapa maeneo ya Makumbusho, sehemu ambapo anapatikana captain wa mashabiki yote, Captain Kizinga. Influencer kutokea Young Africans. Langu jina ni Jiva Osman Nyuki, pekee ninaye survive kutokea mkoani Tabora. Sina la ziada na naweka nukta na bye bye mpaka wakati mwingine tena.